hao wanunuzi wamenunua mwaka 2022. Sheria ilikuwepo inataka mauziano yote yanayofanyika kwenye vijiji yathibitishwe na halmashauri kuu ya kijiji. Ni msimamo wa kisheria mpaka mahakama ya rufaa ishatoa huo msimamo. Na kwa kuwa ya manunuzi haya hayakuzingatia takwa la kisheria, ina maana hayo manunuzi ni batili. Lakini pia mimi nilipopitia nyaraka hizi kama mwanasheria nimezisoma, kuna baadhi ya nyaraka ambazo Bwana Oswald nilimwelekeza akiwa kwenye baraza la kata, na wakati anaenda baraza la kata alijua pasina shaka kwamba mirasi ya marehemu ilikuwa imegawanywa kimila, na baraza la kata alisema wafungue sasa, baada ya kutokea mgogoro wafungue mirasi pamoja na kuwa alipeleka hiki barua hiki kama nyaraka kwamba mzee alimpatia hilo eneo, ambapo baada ya kuja kwenye mgogoro tumeona kwamba hata mwandiko wa mzee na nyaraka zake ambazo mke wake na marehemu ambaye ndo mwenye mali zinatofautiana na huo mwandiko. Kwa hiyo nyaraka ilikuwa ya kutengeneza, na alipofika baraza la ardhi na nyumba, mwenyekiti alisema kabisa kwamba walielekezwa na baraza la kata wafungue mirasi. Kwa hiyo alipewa kwa muda tu, pamoja na kwamba alitimiziwa. Unapotimiziwa katika kupewa ardhi katika njia ambayo kupata mlolongo wa kisheria, hata utimizaji ule ni batili. Kwa hiyo kimsingi niwaambie tulioko hapa kwamba Oswald pamoja na wanunuzi wake wanapaswa waheshimu, na ilipofunguliwa ile shauri la mirasi walipaswa wapinge ili ile mirasi ile ndani ya mirasi waone kwamba mgogoro wa ardhi nani umiliki. Hayo maamuzi yaliwahi kutolewa na mahakama ya rufani mwaka 2021 kwamba kama itafunguliwa mirasi yakaonekana ndani ya mirasi kuna watu wanapinga umilikaji wa mali fulani hususan ardhi kwenye mirasi husika, mnapaswa mfungue shauri la mirasi kwenye mahakama ya mirasi. Kwa hiyo kimsingi huo mimi niseme kwamba kwa swala hili nadhani tulihitimishe sasa kwamba yule msimamizi wa mirasi kama alivyogawa na kupeleka hesabu iheshimiwe, na kama kuna mtu mwingine akafungue shauri la mirasi. Lakini nitoe elimu ya ufahamu kwa watu tulioko hapa kwamba manunuzi yoyote yanayofanyika ndani ya kijiji, kwa sababu kwa mujibu wa sheria kijiji ndo kinatawala ardhi yote ya kijiji, kinasimamia ardhi yote ya kijiji, yanapofanyika tuhusishe viongozi wa halmashauri ya kijiji waweze kuthibitisha. Na lengo kubwa la sheria ni kwamba ni kuondoa migogoro inayojitokeza, lakini kuzuia watu wasiokuwa na ardhi kuweza kuwauzia kwa njia ya udanganyifu watu wenye fedha zao, na wale wanaotoa fedha wanakuwa wameingia hasara na katika hali kama hiyo. Mahakama imeshaelekeza, maelekezo ya mahakama yafuatwe. Tunachoweza kukaa kuzungumza labda kifamilia au kindugu ni Oswald na hawa aliowauzia haya maeneo, kwa sababu walipeana ile. Leo tunaweza tukalizungumza nje ya nini, ya maamuzi ya mahakama. Lakini haya mengine haya kama mahakama imeelekeza hapa ni kwa fulani, pabaki kwake. Yaani hatuna cha kufanya. Kama Oswald alikuwa analima kwenye shamba la dada yake, aendelee kujua kwamba ni kwa dada yake, sio kwake. Kulima haimaanishi wewe ndio umeanza kulimiliki sasa, na huna mamlaka ya kuuza hilo eneo. Kwa pengine mkiona inafaa Oswald na hao mlooziana, tunaweza tukakaa tukazungumza, tukaona mnafidiana vipi hizo gharama za kuuziana. Lakini kwa maana ya umiliki, mmiliki aliyetamkwa kwa mujibu wa document tulizoziona hapa ndo atabaki. Kuhusiana na huu mgogoro ambao tulikuwa tunausuluhisha hapa, tumekubaliana na tumewaelekeza wahusika wajitahidi kufuata maelekezo ya mahakama. Amri ya mahakama inapotamka ndo final, hakuna mwingine ambaye yuko juu ya maamuzi haya, ndio yanayotakiwa kuzingatiwa na kutekelezwa. Kwa hiyo wale wote ambao wamenunua ardhi ambayo mahakama ilishaelekeza ni ardhi ya nani, hawana haki kwenye hiyo ardhi. Hawana haki kwenye hiyo ardhi. Lakini kwa wale ambao wananchi wananunua ardhi bila kufanya uchunguzi au bila kufuatilia kwamba hii ardhi mmiliki anayeniuzia ni mmiliki halali au sio halali, wajitahidi kufuatilia angalau hata kwenye uongozi wa serikali ya kijiji. Serikali ya kijiji wanajua mipaka yote ya kijiji chao. Watakwambia hapa ni kwa nani, hapa ni kwa nani. Lakini unapofika kununua eneo, huna uhakika na mmiliki au na mtu anayekuuzia, sio sawa sawa, hata sheria haitaki hivyo. Kwa hiyo wale ambao wametamkwa na mahakama kwamba wao ndo wamiliki halali, basi ndo wataendelea kupamiliki hapa, na sio yule aliyeuza. Kwa majina naitwa Lydia Sylvester, ni mtoto wa marehemu Sylvester Buberwa, ambaye mimi nilichaguliwa kama msimamizi wa mali za marehemu. Nikafanya
kazi hiyo niliyopewa ya kusimamia mirathi ya marehemu Sylvester kama ilivyotakiwa kwa mujibu wa sheria, yakamilisha na kurudisha mrejesho mahakamani na wamiliki wakaanza kutumia maeneo yao. Nashukuru hii timu iliyokuja leo ya Mama Samia Suluhu Hassan imekuja kutupatanisha na ndugu zangu. Make huo mgogoro umepita siku nyingi, tunaelewana, tukikutana njiani wanasema yameisha, lakini wanaibua migogoro huko pembeni. Lakini kwa kuwa leo wamekuja, tukawa tunaitwa mara kwa mara na uongozi wa kijiji hata mahakamani, lakini ilikuwa itokei kwamba tunakaa meza moja kwa kukubaliana kama hivi, kama walivyokubali leo. Walikuwa wanafika mara nyingine, mwingine anakimbia, mwingine anakataa, lakini kwa kuwa leo wamekubali na wakakubali kwamba kuna mgawanyo ulifanyika, kitu ambacho walikuwa wanapinga tukikaa pembeni, lakini kwa timu ya leo iliyokuja naona wamekubali kwamba kuna mgawanyiko ulifanyaje, mgawanyo uliofanyika na wamekubali. Na mimi nashukuru kwa hiyo. Nashukuru sana hii timu iliyokuja kufanya hii kazi. Mungu aendelee kuwabariki, ambariki mama, aendelee na moyo wake mzuri. Nafikiri ameliona hili. Kwa upande wangu nimesikia kufarijika. Maana ninavyoona amani inaendelea kuonekana. Kwa sababu tunachukua kila ngazi tulikuwa tumeshaenda wilayani, tumefungwa, tumepiga, tumefanywa kila vitu vimesombwa, lakini kwa sababu ya mpango wa Mama Samia aliyofanya, hapa anatuambia kwamba anakwenda kuturushia amani pamoja na haki zetu. Tunajua kwamba Mungu aendelee kumuinua katika kampeni zake alizonazo. Na Mungu awabariki kwa jambo hilo. Na mimi pia nazidi kumwombea. Mama Samia namshukuru sana kuleta hawa watu kupitia kama changamoto hizi tunazopitia, kuona ili solution tutalimaliza kivipi. Asanteni sana na washukuru. Naitwa Devota Katabarwa, ni diwani wa viti maalum. Kwanza kabisa namshukuru mama rais wetu kipenzi Mama Samia Suluhu Hassan kwa hii kampeni. Mimi ninaweza nikasema kwenye kitongoji chetu imerejesha amani. Nasema hivi, Mama Samia Suluhu Hassan mitano tena na kazi iendelee. Asanteni.